السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Tunaondokea leo kwenye aya 154 ya sura yetu ya 6, suratul An'am. Allah tabaraka wa taala anasema, thumma atayna Musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay. Baada ya wasia alizopewa mtume kwa umati wake, awasomee kama wanataka kuyajua aliyoharamisha Allah na aliyohalalisha Allah, watayapata kwenye wasia hizi. Thumma, kesha, baada ya kujulishwa anachokitaka Allah na asichokitaka Allah, taarifa kwa umma wa Muhammad, ataina Musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsan. Nyinyi watu wa umma huu mmeletewa mtume na amepewa kitabu, lakini pateni somo, mjifunze kwamba hata waliopita kabla yenu tuliwapelekea mtume Musa na tukampa kitabu. Hii thumma sio kwamba baada ya Muhammad ndo akapewa Musa, hapana. Ni taarifa kilichotokezea sasa, si kipya, si kigeni kwenye ulimwengu huu. Hata Musa hapo nyuma kabla yenu tulimtuma kwa watu wake na tukampa kitabu chenye ukamilifu wa mwongozo kwa mahitaji ya umma wa Musa wakati ule. Na nyinyi mmeletewa mtume na amepewa kitabu chenye ukamilifu wa mahitaji, mwongozo kwa maslahi yenu watu wa umma huu wa mwisho. Waliokosea nyuma kabla yenu waliadhibiwa, na nyinyi mnarudia makosa yale yale ambayo wenzenu kwa makosa hayo waliadhibiwa. Sasa kwa nini hamjirekebishi? Thumma ataina Musa alkitaba, kisha taarifa kwenu huko nyuma, Musa naye tulimpa kitabu chenye mwongozo kwa watu wake.
kitabu chake kwa wakati wake, tamaman ala alladhi ahsan, kimetimia. Kila hitajio la watu kwa wakati ule kilikuwa kimetimia kwa namna nzuri zaidi. Wa tafsilan likulli shay, na maelezo ya kitabu hicho yalikuwa yamefafanuliwa vizuri, yanaelezea kila kitu. Wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, kitabu alichopewa Musa kilikuwa ni mwongozo tosha na ni rehema ya Allah kwa waja wake. Kama wangethamini kitabu hicho, wakajua kuwa wamerehemewa na wameongozwa, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, ilipelekea kama wangelifahamu wawe na yakini ya kwamba kwa Mola wao watarudi. Neema zilizomo kwenye kitabu chao, na kwamba wangehisi wameongozwa kwenye mafanikio na rehema ya Allah, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, ilitegemewa kwamba wataamini kuwa kuna siku tutakutana na Mola wetu. Kwa neema walizoneemeshwa, kama wangemfahamu mneemeshaji na wao walioneemeshwa wakakiri kuwa wamepata neema, wangelikuwa na yakini kwamba kuna siku watakutana na Mola wao aliyewaneemesha. Wa hadha kitabu, kama tulivyowapa hao watu wa Musa kitabu chenye kutosheleza kila kitu kwenye mahitaji ya dunia yao na akhera yao, na nyinyi ndo tumekupeni kitabu hiki Qur'ani, tukampa mtume wenu huyu Muhammad. Wa hadha kitabun anzalnahu, na hii Qur'ani ni kitabu cha mwongozo, kimekamilika kila kitu kwa mahitaji ya umma kwa wakati huu. Anzalnahu, tumekiteremsha kitabu hichi, mubarakun, kina baraka nyingi, kina manufaa mengi kwa watakao kithamini. Fattabi'uhu, basi na nyinyi msiwe wabishi, msikorofishe, fuateni mwongozo wa kitabu hichi. Ni agizo la Allah. Wenzenu tumewapa kitabu kimetimia kila kitu kwenye mahitaji yao, wamenufaika walionufaika na wameharibikiwa walioharibikiwa. Lile lile tumekufanyieni na nyinyi. Wa hadha kitabu, hii Qur'ani kwenu ni kitabu cha mwongozo. Anzalnahu mubarakun, tumekiteremsha kitabu hichi chenye baraka nyingi, bimaana kwenu kitabu hichi kina manufaa mengi. Kama mtayathamini na mkanufaika nayo, ni kwa manufaa yenu wenyewe, ni kwa kheri yenu wenyewe. Mkikorofisha kama walivyokorofisha wenzenu, yatawafika kama yaliyowafika. Sasa nyinyi msiwe kama wale. Fattabi'uhu, kifuateni kitabu hichi. Nyinyi mlopewa hichi kitabu, hebu kithaminini, munufaike nacho, la'allakum turhamun, ili na nyinyi mpate kurehemewa. Nufaikeni na hichi kitabu mupate rehema ya Allah. Wenzenu walipeleka kitabu, walionufaika nacho wamepata hizo rehema, na nyinyi fuateni kitabu hichi mupate kurehemewa. Tumekuleteni mtume na tukampa kitabu. Antakulu, musije mkasema, yani uko mbele kuna siku ya kukutana na Mola wenu. Antakulu, musije mkasema, mkajenga hoja ya utetezi wakati mtakapohisi mnataka kujitetea siku ya kiyama. Msije mkasema annama unzila alkitabu ala taifatayn min qablina, Mola wetu unatuonea, si taarifa ya mkutano huu mkuu hatuna. Kama umeleta kitabu, ulileta kitabu kwa mataifa mawili yaliyopita kabla yetu. Ulipeleka Taurati kwa wana wa Israeli na ukapeleka Injili kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo watu wa kitabu wamegawanyika kwa mujibu wa hivyo vitabu. Kuna waliojifanya wao ni Wayahudi na kuna waliojifanya wao Manasara. Hao ndo ahlul kitabi. Sasa nyinyi watu wa umma huu wa mwisho,
Msije mkajenga hoja ya kujitetea mkasema siku ya kiyama innama unzila alkitabu ala taifataini min qablina. Mola wetu sisi unatutia hatiani bure kwa sababu hukutuletea kitabu cha mwongozo. Vitabu ulishusha kwa mataifa mawili kabla yetu, uliwapa Mayahudi na Wakristo. Wana Taurati yao na Injili yao. Sisi hivyo vitu havituhusu, taarifa zake hazikuja kwetu, na nyinyi ndio mmepewa vitabu kwa kukinga hiyo hoja ya utetezi, msije mkaijenga siku hiyo. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, hivyo vitabu umewapa watu wa mataifa mengine, sisi hatukuvisoma. Wa in kunna, tulikuwa sisi an dirasatihim laghafilin, tumeghafilika kabisa na kuvisoma, yani havituhusu. Hatukujua maagizo ya Taurati kwa sababu haikutumwa kwetu. Hatukujua maagizo ya Injili kwa sababu haikutumwa kwetu. Hasa sisi tuna makosa gani? Ndio maana Allah sema nimemtuma mtume huyu wa mwisho, nikampa na kitabu ambacho ni compilation ya vitabu vyote vilivyotangulia. Sitaki hoja siku ya kukutana na nyinyi. Fateni hichi kitabu murehemewe. Musije mkajenga hoja siku ya kiyama, habari za vitabu vyako hazikutufikia, hatukuvisoma. Au takulu, au msije mkasema hoja nyingine, lau anna unzila alaina alkitabu, Mola wetu kama sisi tungeletewa kitabu, lakunna ahda minhum, tungelikifuata, tungekuwa waongofu kuliko hao uliowapa kitabu. Nimeleta kitabu, msije mkasema hatukupewa kitabu. Tungelipewa, tungenyooka hivi, tungekuwa waongofu kuliko hao uliowapa kitabu kabla yetu. Ndio nimekuleteeni hichi. Fattabi'uhu, kifuateni, wattaqu, na mumche Allah, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Msije mkanijengea hoja mbele kuna mkutano, tutakutana tumie na nyinyi. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, kwa hakika watu wa umma huu wa mwisho umeshakujieni ubainifu kutoka kwa Mola wenu. Kitabu hicho kimefafanua kila kitu. Sitaki kuja kusikia hoja ya kizembe zembe. Kitabu cha mwongozo, fateni, mcheni Mungu ili mrehemewe. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, kwa hakika kimekujieni kitabu kinachobainisha kila kitu kutoka kwa Mola wenu. Wa huda, na kitabu hichi ni mwongozo tosha. Wa rahmatun, na kitabu hichi kina rehema ya Mungu kwenu. Faman azlamu mimman kadhaba biayati Allah, kama aya za Allah zimekuja zimewafikia, munafikiri nyinyi ni nani aliyedhalimu zaidi kuliko ambaye zimemfika aya za Allah alafu akazikadhibisha? Yani nyinyi watu mloletewa kitabu, kimekuja kwa kukabidhiwa mtume, katumwa kwenu, halafu kawasomea aya, hamuishi kwa mujibu wa hizo aya. Mnaambiwa jambo, mnasikia, halafu mnapotezea, mnafanya mtakavyo. Faman azlamu, nyinyi mnafikiri ni nani dhalimu zaidi? Mimman kadhaba biayati Allahi wa sadafa anha, kumshinda mtu ambaye anakadhibisha aya za Allah alafu akaenda kinyume nazo. Aya inamuelekeza kulia, yeye anapinda anaenda kushoto. Mnafikiri kuna dhalimu kuliko huyu mbele ya Allah? Kwa hiyo kitabu kimekuja, maelekezo yaliyomo yanawahusu nyinyi, nyinyi ndio mnatakiwa myafanyie kazi, alafu mnatumia vitu vingine hivi mnavipotezea. Kuna dhalimu mkubwa zaidi kuliko mtu ambaye kaletewa aya alafu akaikataa, akaipuuza. Sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina, tutawalipa wale ambao hawazitumii aya zetu, wanazikengeuka, wanaziepuka kama haziwahusu. Tutawalipa watu ambao wanaziepuka aya zetu. Tutawalipa nini? Su'al adhabi, tutawalipa adhabu mbaya.
tutawalipa wasiozitumia hizi aya zetu adhabu mbaya, bima kanu yasdifun, kwa kosa lao lile la kukengeuka au la kupuuza. Agizo linakuja, liko kwenye kitabu, linakuhusu wewe, unalisoma alafu ukaondoka kama hujaelewa kitu. Katazo limo ndani ya kitabu kinachokuhusu, linakukataza wewe jambo, alafu unafanya kama hujaambiwa kitu, unakuja kulipwa adhabu mbaya kwa sababu ya dharau. Kama kuna katazo kwenye kitabu na wewe unakisoma, ujue hilo katazo unakatazwa wewe, ukatazike. Kama kuna amri kwenye kitabu na wewe unakisoma hicho kitabu, ujue hiyo amri umeamrishwa wewe, utekeleze. Ukifanya tofauti, hilo ni kosa kubwa na litakugharimu. Tuondokee hapo aya 104. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, thumma ataina Musa alkitaba tamaman, kesha Musa tulimpa kitabu huko nyuma kabla yenu, tamaman ala alladhi ahsan, kitabu hicho kimekamilika, kimetimiza kila kitu katika mahitaji ya muongozo wa viumbe, tena kwa namna nzuri zaidi. Kama kuna vitabu vya muongozo duniani, hicho ni ahsan. Kama viko vizuri, hicho ndo kizuri zaidi tumewapa. Ataina Musa Taurata, tumempa Musa kitabu cha Taurati. Tamaman, kitabu kimetimia idara zote. Lilkaramati wan ni'ma, kimetimia kwenye utukufu na heshima ya Allah aliyowapa waja wake wafuasi wa kitabu hicho, na kimetimia neema kwa mahitaji yao ya duniani na ya akhera pia. Neema za Allah zimetimia, kama na sisi kwenye Qur'ani tumeambiwa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo inaposhuka aya hii, nimekukamilishieni dini yenu ambayo ni mwenendo wa maisha. Hamuhitaji kuwazima kwenye mila nyingine, kwenye dini yenu mna kila kitu kinachohitajika. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na kwa aya hii nimetimiza neema zangu juu yenu. Mambo yote ambayo ni mahitaji yenu ya dunia na akhera yametimia kwenye kitabu hiki. Wa raditu lakum al-islam dina, nitakuwa radhi nanyi endapo mwenendo wenu wa maisha utakuwa mnaishi Kiislamu. Ukitoka kwenye Uislamu ukaazima mila na desturi nyingine, wewe umeukataa Uislamu. Uislamu umejitosheleza, una kila kitu, kuna haja ya kuazima tamaduni, mila, desturi za watu wengine. Neema za Allah zimetimia huko. Kwa hiyo na watu wa Taurati wametimiziwa kwa wakati wao kwa kitabu chao walichopewa, neema za Allah na muongozo uliokamilika na rehema zake. Ala man kana muhsinan, kwa yule mtu ambaye anataka kusifiwa kwa wema, awe ni mtu mwema, muhsin, kitabu kilikuwa kinatosheleza. Wa salihan, na mtu anayetaka aambiwe ni mtu mwema, salih, basi alikuwa afate kitabu kinatosheleza. Kimetimia kila ambacho binadamu wanahitaji, kilikuwemo kwenye hicho kitabu chao kwa wakati wao. Qala Tabari, amesema mwanachuoni Tabari, maana ya maneno hayo ya Allah, anakusudia kusema ataina Musa alkitaba, tumempa Musa kitabu, tamaman li ni'matina alayhi, kitabu chenye ukamilifu, kimetimia neema zetu juu yake Musa na watu wake. Fi qiyamihi bi amrina wa nahyina, neema zetu na rehema zetu kwenye kitabu hicho zilikuwa zimetimia endapo wangesimamia utekelezaji wa amri zetu zilizomo humo na makatazo yetu tuliyowakataza, wangeishi vizuri. Na kama wangeishi vizuri duniani, wakiondoka duniani wanaenda akhera vyema mbele ya Mola wao. Kitabu kilikuwa kimekamilika kwa mahitaji yao ya dunia ya mpito, kinatosheleza. Tumempa Musa kitabu kilichokamilika,
kina neema zetu na rehema zetu kwa watu kwenye maisha yao ya mpito mpaka maisha yao ya kudumu ya akhera. Fa inna itaa Musa alkitabi, kile kitendo cha kumpa Musa kitabu akitumia kuwaongozea watu wake, ni'matun min Allahi alayhi, kupewa Musa kitabu ni neema kutoka kwa Allah juu yake Musa. Wa minnatun azimatun, pia ni tunuko kubwa ambalo Allah amemtunukia mja wake, lima salafa minhu min salihil amali wa husni taa, kwa yale ambayo kwa matumizi ya kitabu hicho waliokifuata waliweza kutenda mema. Hayo mema anayoyasifia Allah ndio yametajwa humo, na wakaweza kutii amri za Allah ambazo zimeletwa katika hicho kitabu. Anakuwa mtu mwema kwa sababu anaishi maisha ya kufata utaratibu halali. Aliyeleta utaratibu anaridhika naye, mja wangu kapatia, kaperform vizuri, kaondoka vyema, nimemridhia. Kwa hiyo kapewa kitabu Musa kwa manufaa ya watu wenye kujipenda, wanaopenda matokeo mazuri, wale wanaopenda mrejeo mwema, wale wanaopenda mafanikio. Anayependa mafanikio anatakiwa awe makini, afate utaratibu tu. Kwa hiyo walipewa kitabu kilichokamilika, waliokifuata wameondoka vizuri. Pia kitabu hicho wa tafsila likulli shay, kuna mambo mengi yanajiri kwenye jamii yenye utatanishi ambayo huzaa masuala, jawabu zake kama hazikupatikana watu wanaishi kwenye mashakili. Lakini kitabu walichopewa, mambo yote yatakayozuka kwenye haja za kijamii, kitabu kimefafanua vizuri. Wa tafsila likulli shay, kitabu chao kilikuwa kina ufafanuzi wa kila jambo ambalo jamii ya watu inayahitaji. Yani kwenye kitabu hicho, wa bayanan mufassala, tumewabainishia na kuwafafanulia kwa uchanganuzi wa kina, likulli ma yahtaju ilayhi banu Israila fi dini, tumewafafanulia kila kitu ambacho wana wa Israeli walikuwa wanakihitaji kwenye mwenendo wao wa maisha. Hatukuwaacha hivi hivi, tuliwaongoza, tuliwaneemesha, tuliwarehemu. Hawakuishi kwenye dunia ya kiza ya ujinga, tuliwaongoza. Wahuda, kitabu hicho pia kilikuwa ni mwongozo wa rahmatan, na ni rehema ya Allah, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, kama wangenufaika na kitabu chao ingelipelekea waamini kuwa kuna siku watakutana na Muumba wao. La'allahum, tuliwaandaa, tukawaletea nyenzo ili watu hawa biliqa'i rabbihim yu'minun, waamini kwamba kuna siku tukiondoka hapa tunaenda kukutana na Muumba wetu. Hawakuachwa hivi hivi, waliongozwa. Maana yake, wahuda libani Israil, kitabu tulichompa Musa kilikuwa pamoja na mambo mengine ni muongozo kwa wana wa Israeli. Wa rahmatan alaihim, na kitabu hicho kilikuwa ni rehema ya Allah kwa wana wa Israeli. Liyusaddiqu biliqa'i llahi, ili wasadiki hapa tunapita, lakini tukiondoka hapa tunaenda kukutana na Allah Mola wetu. Na siku hiyo ya kukutana na Allah inahitaji maandalizi, tunatakiwa tujipange. Sio uishi kiovyo ovyo unavyotaka wewe, ufanye yako ya kichwani, halafu uondoke hapa uende na matumaini, nilikuwa Muislamu nitaenda peponi, wakati unakosea taratibu, ufati muongozo, unafanya utakavyo, hufanye utakiwavyo. Utaratibu umeletwa, ufuatwe. Kitabu cha muongozo unatakiwa uongozeke nawe, ufate utaratibu. Ukifanya tofauti hutokuta matokeo mazuri. Kwa hiyo kama unajua kuna siku ya kukutana na Mola Muumba, unatakiwa ujipange, ujiandae.
utajiandaje? Muongozo ndo huu umepewa, utumie, unufaike nao. Qala Ibn Abbas, Bwana Abdullah ibn Abbas amesema maana ya maneno hayo ya Allah, kay yu'minu bil ba'thi wa yusaddiqu bithawabi wal adhab. Kitabu walicholetewa na maagizo yaliyomo ndani yake kilikuwa kinatakiwa kiwasaidie kuamini. Waamini nini? Yusaddiqu bithawabi, yu'minu bil ba'thi. Kwanza waamini kuwa kuna kufufuliwa. Haimkiniki tuishi hapa tutumie neema hizi bure alafu hakuna maswali, hatuendi kuojewa, hakuna jambo. Hapana, uamini ukishaondoka hapa, hata ukikaa muda wowote kwenye maisha ya barzakhi, kuna siku ya kufufuliwa. Na siku ya kufufuliwa sio kwamba ndo tumefufuliwa tu tukabaki tunaendelea kuishi kienyeji kama hivi. Kuna hisabu na malipo. Kwa hiyo usadiki bithawabi wal adhab. Kama ulipatia kufata masharti, utapata thawabu, malipo mema. Kama ulikosea katika kufata masharti ya kitabu, utapata adhabu kwenye maisha yako ya milele. Wameandaliwa, walionufaika wamenufaika, waliokataa manufaa walipuuza ule mwongozo wa kitabu. Kwa hiyo unakataa Qur'ani, unafata maazimio ya Baraza la Umoja wa Mataifa. Unakataa Qur'ani, haikuongozi Qur'ani, unaendeshwa na sera, dira na vitu vilivyotungwa na wanadamu. Unakataa Qur'ani, lakini unafata mambo mengine ya mila yako ya jadi kwenu ulikozaliwa, lakini bado unajihesabu uko sawa na unakoenda huna wasiwasi. Ukikosea muongozo huu, umekosea kila kitu. Soma kitabu ukielewe maagizo yake, uishi kwa kuyafanyia kazi, ndo mtaji wako. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, kama wana wa Israeli tuliwapelekea kitabu chenye malengo mazuri kama hayo. Wakanufaika walionufaika na wakala hasara waliokula hasara. Na kwenu nyinyi watu wa umma huu, hatukuwatelekeza, hatukuacha mtegemee akili zenu za kuzaliwa au elimu zenu za vyuo vikuu. Tumekuleteeni mwongozo. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, na nyie Qur'ani yenu hii, hichi ni kitabu tulichokiteremsha zama hizi. Ni kitabu chenye baraka nyingi, kina manufaa mengi kwenu, kwa wanaotaka kunufaika. Lakini halazimishwi mtu. Wewe kikatae, ufanye kwa mazoea mambo yako kama ulivyozoea, ulazimishwi. Lakini mwenye kitabu anasema kitabu hiki anzalnahu mubarakun, na nyinyi hichi ni kitabu tulichokupeni, tumekiteremsha kwenu, kina baraka nyingi, kina manufaa mengi kwenu. Ai, maana yake wa hadha alquranu, na hii Qur'ani yenu hii aliyopewa mtume wenu Muhammad, alladhi anzalnahu ala Muhammadin, Qur'ani ambayo tumemteremshia Muhammad. Kitabun azimu sha'ni, ni kitabu ambacho hadhi yake ni kubwa, kitabu kitukufu mno. Kathirul manafi', ni kitabu chenye manufaa mengi. Unajua mengi, ni kitabu chenye manufaa mengi. Mushtamilun ala anwa'il fawaidi ad-diniya wad-dunyawiyya, kitabu chenu tulichokuteremshieni kimechanganya, kimejumuisha mambo yenye manufaa kwenye dini yenu na dunia yenu pia. Yani ndo mmeambiwa hamuhitaji kukopa wala kuwazima kitu kwenye mifumo mingine. Hichi kitabu kinajitosheleza, kimeitwa kina baraka kwa sababu ya wingi wa manufaa yake. Kimechanganya manufaa ya dini na manufaa ya dunia, yamo kwenye kitabu hichi.
Fattabi'uhu, basi hebu waumini wa kitabu hichi kifuateni kitabu chenu, nufaikeni na maelekezo yake. Wattaqu, na muishi maisha ya kufuata utaratibu wa Mola Muumba. Taqwallahi ni kuishi maisha ya kufuata utaratibu, nini Mola wetu anataka na nini hataki. Hiyo ndio taqwallah. Kitabu kina manufaa mengi, hebu nufaikeni nacho hapa mliko kwenye maisha yenu ya sasa. Wattaqu, na mumche Mungu kwa kuishi maisha ya kufuata utaratibu wake, sio taratibu zenu. La'allakum turhamun, kwa kufanya hivyo huenda mkarehemewa. Ili murehemewe, hebu ongozekeni kwa mwongozo wa kitabu hiki, fateni maelekezo yake. Mulichoamrishwa hebu kifanyeni kazi, tekelezeni. Mulichokatazwa hebu acheni nacho, kidhibitini kisitendeke. La'allakum turhamun, kwa kufanya hivyo ndio huenda mkarehemewa. Yani tamassaku bihi, hebu shikamaneni na maagizo au mafunzo ya kitabu hichi. Waj'aluhu imaman, kitabu chenu kifanyeni ndiyo imamu, ndiyo muongozo wenu, kikuongozeni. Imamu si kazi yake kuongoza. Imamu anaweza kuwa rais wa nchi, au hata imamu wetu anaotuongoza kwenye sala, au kiongozi wa jimbo anaitwa imamu. Kwa hiyo kitabu chenu hichi ni muongozo tosha, hebu basi kifanyeni kikuongozeni. Kama waumini, ishini maisha ya imani kwa muongozo wa kitabu hichi. Wahdharu, na hiyo wattaqu maana yake wahdharu, muchukue tahadhari, kuweni makini. Antukhalifu, kwenda kinyume na kitabu maagizo yake, tahadharini na kukiendea kinyume. Litakunu rajina lirrahma, ili muwe ni watu mnaotarajia baada ya kuondoka hapa kwenda katika rehema. Muondoke hapa mmefanikiwa. Kitabu kina mwongozo, kiwaongoze basi. Halafu mumche Mungu kwa kuogopa kuja kumkosea. Kaamrisha halafu hamkutekeleza yaliyoamrishwa, mtakuwa wageni wa nani mkirudi kwake? Kakataza halafu hamkuyaacha yale mliyokatazwa, ndo mnayafanya kwa fujo. Kama kuna mnayemkomoa vile, mnamkomoa nani? Ili mrehemewe, ili musalimike. Ongozekeni kwa mwongozo wa kitabu hichi na muishi kwa kufuata utaratibu wa maelekezo yake. Msije mkamkosea aliyewaagiza, aliyewakataza. Hapo ndo mtakaporehemewa. Tamassaku bihi, shikamaneni na kitabu chenu hiki nyinyi watu wa Muhammad. Waj'aluhu imaman, kitabu chenu kijalieni kiwe ni kiongozi, kitabu kiongozi, kiwaongoze. Wahdharu, na muwe na tahadhari ya kuja kufanya makosa ambayo yanaepukika. Wahdharu an tukhalifuhu, tahadharini na kwenda kinyume na maagizo ya kitabu, msije mkakikhalifu kitabu hichi. Litakunu rajina lirrahma, ili muwe mmekaa mkao wa kutarajia rehema za Mola wenu. Mkiondoka hapa muwe na matumaini ya kuwa mnaenda pema, mukitumie hichi kitabu. Kumbe kaletewa nani basi hichi kitabu kama sio nyinyi? Antakulu, musije mkasema. Allah ndo anaonya mapema hivyo. Kwa hiyo hoja hizi ujue uko mbele hazifanyi kazi, hazizingatiwi. Antakulu, musije mkasema, innama unzila alkitabu ala taifatayn, kama hoja ya kitabu cha mwongozo waliteremshiwa mataifa mawili kabla yetu.